tumeweza kupumzika vizuri. Tuende katika mhubiri wetu wa 4 ambaye anaitwa Magdalena Vyakuziwa kutoka katika kanisa la FCC lililopo Tunduma, mkoa wa Songwe, kwa mchungaji Wile Mbwilo mwenye chaneli hii. Haya basi tuweze kumsikiliza, ambaye Magdalena alifundisha somo la kuhusu nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni nini? Nguvu ya Mungu haitokani na kula ugali ndo nzima, kula wali majaba unamaliza. Nguvu za Mungu sio kwenda gym, kupiga gym unakuwa umejazia. Hapana, hizo ni nguvu za mwili. Lakini nguvu za Mungu, tuweze kuungana na mtumishi wa Mungu Mage ili tuweze kujifunza zaidi. Poteza muda, kwa majina yangu naitwa Magdalena Faustini Vyakuziwa. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimetokea FCC Tunduma hapa. Mchungaji wangu ni mchungaji Wile Mbwilo. Simuona alivyopendeza? Yes, this is my father. Hallelujah. Amen. Bila kupoteza muda, kwa wale wanaoandika, leo tutakuwa na kichwa cha somo kinachosema nguvu za rohoni. Sema nguvu za rohoni. Sema nguvu za rohoni. Lakini tutaenda kusoma katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 11. Nasoma katika jina la Yesu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hichi kitabu cha Nyakati hichi kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Ezra. Ndo aliandika hichi kitabu. Haleluya. Haleluya tena. Moja kwa moja tutaenda kuangalia kwa nini tunajifunza nguvu za rohoni. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 11:12 unapata picha kwamba ufalme unatekwa na wenye nguvu. Nguvu ninazoenda kuongelea mahali hapa si nguvu za mwili, wala si nguvu za chakula na ugali, yani maharage na ugali, hapana. Wala si nguvu za namna vile mtu, wala si nguvu za fedha. Ninaenda kuongelea nguvu za rohoni. Sema nguvu za rohoni. Nguvu za rohoni. Biblia inasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Aliposema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, hakumaanisha ni nguvu hizi za mwili, hakumaanisha ni nguvu ya fedha. Alimaanisha ni nguvu ya ndani, yani ya rohoni. Unaweza ukawa unaimba vizuri, lakini kama una nguvu ndani, shetani atakuchezea, atakupepeta. Unaweza ukawa unacheza vizuri, lakini kama una nguvu za rohoni, shetani atakufanya kama mdori. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tamani kuwa na nguvu za rohoni. Siku ya leo tamani kuwa na nguvu za rohoni ili uteke ufalme wa Mungu. Utamani kuwa na nguvu za ndani ili ufanikiwe. Vijana vizuri, vijana tunacheza vizuri, lakini kama una nguvu ya ndani, huwezi kuishinda dhambi. Kama una nguvu za rohoni, huwezi ukashinda majaribu. Kama una nguvu za rohoni, huwezi ukashinda ujana. Ujana unahitaji nguvu. Biblia inasema, nimewaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu na mmeshinda shetani. Nguvu zilizo hapa ni nguvu za rohoni. Shetani angalia unacheza. Shetani angalia unaimba vizuri. Shetani angalia unapiga vigeregere. Shetani anaogopa nguvu ya ndani. Shetani anaogopa nguvu. Na nguvu ndio inayompa mtu utisho. Na nguvu ya ndani ndio inayompa ujasiri kijana. Haleluya. Musa alipotoka mlimani kwenye maombi ya siku 40, wana wa Israeli walimkimbia. Si kwa sababu alikuja na majeshi, wala si kwa sababu alikuja na Mungu, hapana. Ile nguvu iliyokuwa ndani yake ilikuwa utisho. Wote wakaogopa. Waliogopa nini? Waliogopa nguvu ya rohoni. Kijana, uwe na nguvu za rohoni ili dhambi kwako zisikushinde. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Vijana tutafute nguvu. Vijana tutafute nguvu. Akina mama, ili watoto wako wawe salama, lazima uwe na nguvu za rohoni. Akina baba, ili ndoa yako iwe salama, ili isikushinde, lazima uwe na nguvu za rohoni. Yani nguvu za rohoni ni lazima. Nguvu za rohoni ni lazima. Ndizo zitakazo kusaidia kuishi kwa ujasiri. Ndizo zitakazo kusaidia kwamba usiku ulale salama na asubuhi uamke salama. Ni nguvu za rohoni.
za rohoni. Amina. Shetani haogopi chochote, anaogopa nguvu. Shetani haogopi neno, anaogopa nguvu. Nguvu ya rohoni. Nguvu inapatikana wapi? Nguvu inapatikana kwa kusoma neno. Sio kusoma tena neno tu. Biblia inasema katika Yoshua 1:8, na kitabu hiki cha Torati kisitoke moyoni mwako, bali tafakari usiku na mchana, ili upate kufanikiwa katika njia zako zote. Kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Daudi anaandika katika Zaburi, moyoni mwangu nimeliweka lako, ili nisije kukutenda dhambi. Kumbe unapata kwamba unapotunza neno la Mungu ndani, huwezi kutenda dhambi, kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Linapokuwa kwa wingi ndani, anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno litakusaidia, neno litakuisha, neno litakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu, neno litakusaidia. Kwenye shida zote neno litakusaidia. Anasema kisitoke, ndipo utakapofanikiwa katika mambo yako yote, ni kwa kuishi neno la Mungu. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, ili nguvu za roho ziwe za kutosha, alafu hata hizo zilizopo zisipungue, utakatifu. Amen. Utakatifu. Nguvu za roho zitakusaidia, lakini pia ili zisiondoke, linda utakatifu. Dhambi ni adui. Dhambi ni adui wa mtu na Mungu. 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 Ili uwe sawa sawa, ili uwe vizuri, ni lazima uishi maisha matakatifu. Biblia inasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni Mungu mtakatifu. Tena amesema kaeni ndani yangu nanyi ndani yenu. Unapokuwa mtakatifu, wanakuwa na wewe, nguvu inakuwa ya kutosha. Maisha yako ni ya ujasiri. Hata usipokuwa na fedha, una ujasiri. Hata usipokuwa na mali, una ujasiri wa kwenda mbinguni, kwa sababu utakatifu umejaa, nguvu za roho zimejaa. Tutafute nguvu za roho, ndio kitu cha msingi. Biblia inasema na wale wenye nguvu watauteka. Ukizubazuba utabaki na jina la mlokole, lakini shetani anakukanyaga. Utabaki na jina la mlokole, lakini dhambi na kushinda, dhambi na kuendesha. Kwa sababu gani? Nguvu hamna. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, ili nguvu za roho ziwe za kutosha, maombi. Maombi ni silaha. Maombi ni silaha inayokuongezea nguvu. Maombi, Biblia inasema maombi ni maelekezo. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Unapokuwa mtu wa Mungu, utawasiliana na Mungu asubuhi, utawasiliana na Mungu mchana, utawasiliana na Mungu jioni. Atakupasha habari ya mambo yatakayotokea, atakupa maelekezo. Uombe nini, ufanye nini, utende nini, wakati gani. Ni kwa maombi. Haleluya. Maombi, utakatifu, neno la Mungu vijae kwa wingi ndani yako, ili uwe mkamilifu. Hivyo vitu vijae, uwe na neno, uliishi neno, utembee katika neno, utembee katika utakatifu. Ndipo shetani atakuogopa. Ndipo shetani atakuogopa. Shetani atakuogopa, atakupigia saruti. Ukisikia atakupigia saruti, ni nguvu za ndani, ni nguvu ni nguvu za rohoni. Hautapigiwa saruti kwa sababu wewe ni Mchaga. Hautapigiwa saruti kwa sababu wewe ni Mpare. Hautapigiwa saruti kwa sababu wewe ni Mnyakyusa. Utapigiwa saruti na mashetani wote kwa sababu na nguvu za rohoni. Akina mama, tutafute nguvu za rohoni ili watoto wetu wawe salama. Baba, tutafute nguvu za rohoni ili ndoa zisitushinde, ili wasiizi. Bwana Yesu asifiwe. Jina Yesu lisitukanwe. Tutafute nguvu za rohoni ili wasiseme mbona walokole, mbona walokole. Hapana, tujaze nguvu za rohoni. Nguvu za rohoni tuimarishe nguvu za rohoni Bwana. Haleluya. Haleluya.
mafanikio yako katika ulionao ni nguvu ya rohoni, sio nguvu ya mwilini. Biblia inasema kila kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Nguvu ya rohoni ikiwa imejaa maombi, imejaa neno, imejaa utakatifu, manake kila kitakachotoka nje kitamwakilisha Mungu vyema. Kila kitakachotoka nje kitamwakilisha Mungu vyema. Haleluya, haleluya. Kila kitakachotoka nje watasema kitayuka Mungu. Haleluya. Amen. Kitakachotoka nje kwa sababu ndani Yesu amejaa. Bwana Mungu amejaa. Neno limejaa. Utakatifu uko kamili. Yote yatakotoka yatamwakilisha Mungu. Watu watasema Yesu ni Bwana. Jamani wajeni, muone uzuri wa Bwana. Tutahubiri injili kwa ujasiri. Kama nguvu ya ndani ipo, tutatembea kwa ujasiri. Haleluya. Haleluya. Bwana wewe, hatuogopi wachawi. Sio kwa sababu tunatumia bunduki, ni kwa sababu tuna nguvu. Ni kwa sababu tuna nguvu. Ni kwa sababu tuna nguvu. Hata wachawi wanasema walokole ni wachawi. Kwa nini wanasema ni wachawi? Siku zote ukimsifia manake amekuzidi. Sisi wachawi hawatuwezi, ni kwa sababu ya nguvu. Lakini angalizo, kama hauna nguvu yoyote ndani, usimtishie shetani. Lakini kama tuna nguvu, kama neno lilivyosema, Bwana tembea kwa ujasiri, ishi kwa ujasiri, imba kwa ujasiri, ishi kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri. Kwa ujasiri, kwa kuwa una nguvu na neno la Bwana linakaa ndani yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wewe ni wa rehema nyingi. Umesema nasi Bwana, umetufundisha. Umesema wewe ni Mungu, tufundishe ili tupate faida. Nasi tumeona faida siku ya leo. Pokea sifa, heshima na utukufu. Neno hili Bwana likapiga kelele ndani ya kila moyo uliyesikia, ndani ya kila mmoja kapiga kelele. Bwana tukatoe matunda ya haki. Kila mmoja kapokea badiliko. Nami Bwana nipe kupokea badiliko, maana neno lako ni upanga linakata kuwili. Nami umesema nami. Ninakushukuru Bwana. Sifa ni zako wote, tuseme amina. Natumaini ndugu mpenzi mtazamaji umeweza kuelewa maana ya upeo, maana ya nguvu ya Mungu. Hapo umeweza kuelewa nguvu ya Mungu ni nini na inafanyaje kazi ndani yako. Nguvu ya Mungu. Basi tuende katika mhubiri wetu wa tano ambaye ataenda kutufundisha zaidi